Na afisa wa polisi James Mukwana ambaye anazuiliwa kuhusiana na mauaji ya Albert Ojwang amepasua mbarika akidai kupewa maelezo ya kumtia adabu. Mukwana akisema mkuu wa kituo cha Central Samson Talam alimpa maelekezo haya ambayo yaliripotiwa kutoka kwa naibu inspekta wa polisi aliyejiondoa Eliud Lagat. Kwenye taarifa yake kwa IPOA, Mukwana amekiri kusema uongo kwenye taarifa ya hapo awali. Taarifa ya kina ambayo tumepata kwa njia ya kipekee imeanika matukio ya usiku wa tarehe 7 Juni mwaka huu, usiku ambao mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang alifariki akiwa kizuizini katika kituo cha Central hapa Nairobi. Katika taarifa yake ya kushtua iliyotolewa kwa wachunguzi wa mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA, James Mukwana ambaye kwa sasa anazuiliwa anamlaumu moja kwa moja mkuu wa kituo cha Central OCS Samson Talam kwa kumpa maagizo ya kumwadhibu Ojwang, akidai maagizo hayo yalitoka kwa naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat. Hii ni licha ya OCS Talam kujitenga hadharani na tuhuma hizo za mauaji. Katika maelezo yake, Mukwana anasema aliitwa ofisini kwa Talam na naibu wake Samuel Ng'ang'a wakati wa zamu yake na kupewa maagizo, akielezwa kuwa nikimnukuu, kuna maelekezo kutoka kwa DIG Lagat, kuna mshukiwa analetwa na DCI saa 2 usiku, utaambia mahabusu wamshughulikie kidogo. Alipouliza itakuwaje mambo yakiharibika, alielezwa asitie shaka kwani yeye ni afisa wa cheo cha chini na hana budi kutii. Ukikataa unaweza kujipata matatani, huwezi kataa amri ya mkubwa. Mukwana anaeleza kuwa mnamo saa 3 usiku, gari aina ya Subaru nyeusi liliwasili kituoni likiwa na mtu aliyewekwa pingu ambaye baadaye alithibitishwa kuwa ni Albert Ojwang. Alimpigia simu OCS Talam ambaye alithibitisha kuwa huyo ndiye mshukiwa aliyepaswa kuadhibiwa. Saa 3:20 usiku, Ojwang alisajiliwa rasmi kama habusu na muda mfupi baadaye mateso yakaanza katika seli ya mwisho iliyo kando na vyoo. Mukwana anasema alipigwa na wenzake 4, Collins Ireri, Jill Amiton, Brian Mwaniki na Eric Ndambuki, ambao tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Anadai aliposikia kelele na vilio kutoka seli hiyo, alikimbia kuingilia kati akiwa na afisa Kemani. Walimpata Ojwang akitokwa damu mdomoni, akiwa ameketi chini na kulala ukutani akionekana vibaya. Saa 4 usiku alimwagiza naibu OCS Inspector Ng'ang'a ampeleke Ojwang hospitalini kabla yeye hajarejea nyumbani. Siku iliyofuata tarehe 8 Juni, Mukwana anasema alipokea simu nyingi kutoka kwa maafisa wenzake wakimuuliza kama amesikia yaliyompata Ojwang. Alipopiga simu kwa Ng'ang'a, alielekezwa amuulize OCS. OCS alipokea simu na kumwambia vitu si mbaya, tuko salama. Lakini ilipofika tarehe 11 Juni, Mukwana aliitwa na IPOA kuandika taarifa rasmi. Anakiri kuwa alitoa maelezo ya uongo, akiamini kuwa walikubaliana kuficha ukweli. Baadaye aligundua kuwa maafisa wenzake walimtelekeza na kumtupia lawama peke yake. Tarehe 12 Juni, akiwa amesumbuliwa na dhamira, alirudi kwa hiari katika ofisi za IPOA na kuomba kuandika upya taarifa. Mara moja alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill ambako alikiri ukweli wote. Katika hitimisho lake, Mukwana anasema Ojwang hakuwa anafaa kuuawa, ilikuwa ni kumwadhibu. Agizo kutoka kwa OCS Talam ambaye pia alipokea agizo kutoka kwa DIG Lagat. Pole kwa familia, Mungu awafariji. Wameandikisha taarifa katika kituo cha polisi cha Capitol Hill.